Hello, mambo vipi? Naitwa H+. Hivi umewahi kuhisi sekunde moja ikionekana kama saa nzima? Fikiria uko jukwaani, taa zote zinakumulika na maelfu ya watu wanasubiri neno lako la kwanza. Kwa wengi wetu, hiyo ni pressure ya kawaida. Lakini kuna ulimwengu mwingine. Ulimwengu ambao sekunde hiyo moja haiamui tu sifa yako, bali inaamua kati ya uhai na kifo, au kati ya utajiri na umaskini uliokithiri. Huu ni ulimwengu wa high stakes professionals. Watu ambao ofisi zao hazina nafasi ya neno ngoja nifikirie. Kazi ya kwanza ni ukurugenzi wa matangazo ya mechi, yani live match broadcaster. Kazi yake ni kuchagua picha bora kati ya kamera nyingi zinazorekodi uwanjani. Hivyo anahitaji uwezo mkubwa wa selective attention. Wakati mechi inaendelea, macho yanatakiwa kuona matukio 20 kwa mpigo, na akichelewa sekunde moja kubonyeza kitufe cha switch, basi mtazamaji aliyepo nyumbani atakosa kuona goli. Hapa kosa moja la kiufundi ni dhambi mbele ya mamilioni ya watazamaji. Kazi ya pili ni rubani wa ndege za kivita, yani fighter jet pilot. Ndege hizi huenda kasi sana, yani supersonic speed. Katika kasi hiyo, maamuzi ya kugeuka au kushambulia yanatakiwa kufanyika ndani ya milisekunde. Akili ya rubani lazima ipambane na G-force, yani nguvu ya uvutano inayoweza kumfanya azimie, huku akichakata data za rada na mawasiliano ya redio kwa wakati mmoja. Kazi ya tatu ni muongoza ndege, yani air traffic controller. Hii inatajwa kuwa moja ya kazi zenye msongo wa mawazo zaidi duniani. Huyu anapaswa kuwa na special intelligence ya hali ya juu, uwezo wa kuona picha 3D ya ndege nyingi angani kichwani mwake. Hivyo basi, kosa moja kwenye maelekezo ya mwinuko, yani altitude, linaweza kusababisha ndege mbili kugongana. Kazi ya nne ni daktari wa upasuaji wa dharura, yani ER surgeon. Tofauti na upasuaji wa kawaida, hapa muda ni adui namba moja. Mgonjwa anaweza kuwa anavuja damu kwa kasi. Hivyo daktari anapaswa kufanya maamuzi ya kukata au kushona ndani ya sekunde chache ili kuokoa viungo muhimu. Hapa utulivu wa mikono chini ya hofu ni hitaji la lazima. Kazi ya tano ni mfanyabiashara wa soko la hisa, yani stock market trader. Sababu ya kitaalamu ipo hivi: masoko ya hisa ya kimataifa yanategemea kasi ya mwanga. Hivyo mfanyabiashara anapaswa kuwa na uwezo wa pattern recognition, yani kutambua mienendo ya namba haraka sana. Akichelewa sekunde moja kubonyeza sell au buy, yani uza au nunua, thamani ya hisa inaweza kushuka na kusababisha hasara ya mabilioni kwa wawekezaji. Ni vita kisaikolojia dhidi ya mashine na muda. Kazi ya sita ni kamanda wa jeshi la zimamoto. Hii ni kazi ya hatari inayohitaji rapid risk assessment. Kamanda anapaswa kuamua ndani ya sekunde chache: je, jengo litaanguka sasa? Je, kuna mtu ndani? Je, tupige maji au povu? Moto unabadilika tabia kila sekunde kulingana na upepo. Hivyo uamuzi mbaya unaweza kusababisha timu nzima kunaswa kwenye moto. Lazima adhibiti hofu huku oxygen ikiwa inaisha kwenye tanki lake. Hivyo basi, kazi hizi zinatufundisha jambo moja muhimu katika maisha: umakini ndiyo sarafu ya thamani zaidi. Si kila mmoja wetu atakuwa rubani wa ndege ya kivita, lakini sote tuna sekunde zetu muhimu: wakati wa kufunga mkataba wa biashara au wakati wa wewe kufanya uamuzi wa busara kwa familia. Wakati mwingine ukiangalia saa yako na kuona sekunde ikipita, kumbuka kuna mtu mahali fulani anaitumia sekunde hiyo hiyo kubadilisha historia. Swali kwako mtazamaji wa Global TV, kati ya hizi kazi zote, ni kazi gani unahisi ungepewa hata mshahara wa milioni 100 kwa mwezi bado ungeikataa kwa sababu ya pressure yake, na kwa nini? Dondosha maoni yako sehemu ya comment. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.